Yes, welcome and this is Amazing Network. Leo tunaenda kuangalia jinsi ambavyo dhambi ya siri karibu iangamize familia mzima. Kulikuwa kunaishi kijijini, katika kijiji kimoja, baba, mama na mtoto mdogo, msichana wa miaka 10. Na mama wake alikuwa mama ambaye ameheshimika sana kanisani, na viongozi wa mama anaheshimika sana, lakini alikuwa ni mvutaji sigara hodari sana, lakini ilikuwa ni siri ambayo watu hawakuwahi kujua. Wakati mmoja kulikuwa kuna ushirika, ile ushirika watu wanatembelea na wafanye ibada kwenye manyumba ya waumini wenzao. So wakati mmoja ikafika zamu yake kwamba watu watakuja kwake pale nyumbani. So kabla muda huo ufike, akawa ametuma mtoto wake dukani amletee sigara mapema, ili in case wakitoka kuchelewa awe ako na stock yake. Mtoto huyu akatoka kuenda dukani. Harakati pale, mtoto pia akacheza pale, akapoteza muda. Akifika dukani akapata kuna foleni pale, na vile tulivyolelewa millennials, ukifika dukani ukapata kuna foleni, kuna watu wazima, unawapisha kwanza wanunue, ndiposa wewe ufanye nini? Ununue. Akawapisha wote, akawapisha. Wakati kilipofika akasema, mama amenituma 2. Ule mwenye duka akamwambia, mwambie mama sigara imeisha. Mtoto akatoka, si sigara imeisha, hata na pressure, anarudi asema mama imeisha. Kutoka kukuja taratibu kurudi nyumbani, kwa mbali akasikiza sauti za nyimbo, ni kama zinatokea kwa nyumba yao. Akasema ni kama ni washirika wamekuja nyumbani. Kasikiza sauti, napenda uimbaji hata yeye. Kasikiza watu wa kanisani wanamtukuza Mwenyezi Mungu, ibada imechocha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Akasema wow, watakansani wako nyumbani. Naye alikuwa anapenda sana kuimba, akasema why, I'm so happy. Akasonga, akaona nyimbo endelee kuwa tamu. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Akasema wow, akafurahia. Wakifika pale wanaendelea, nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake akifika pale wanaendelea, wakamuona Mary, wakamkaribisha pale, wakafurahia. Bari Mary mzuri. Akaenda pale direct penye mamake yuko pale. Akifika pale akamwambia mamake innocently, mama mwenye duka amesema sigara imeisha. Tunajua millennials, wazazi wetu walikuwa na kupatia ujumbe na macho, kaangaliwa na macho zile za ngoja wageni watoke, utaziona. Hawa tokansani kama waka assume kama wamesikia, wanashangaa kama tumesikia ama tujasikia. Nini tumesikia? Lakini wakafanya tu ibada, wakatoka wakaenda. Mama yake akasema moyoni mwake kwamba wacha mtoto leo takiona anatakwa na ujinga sana. Haya, mzee akarudi jioni, akapewa chakula. Lakini akakaa na shanga, mbona mtoto simuoni? Akasema mtoto, wageni walikuwa hapa kanisani, ni kama ameenda kwa nyanyake, labda anacheza huko, atarudi baadaye, ama hata labda anaweza amua lale huko, sio vile wanapendana na nyanyake. Akasema okay, it's okay. Akasema so hata msichana wako yuko kwa mamako, no worry. Okay. Haya,
Sasa akaenda, lakini halafu kidogo siku imefika sana, wakati ulikuwa wakati wa mmea imekoma, mahindi imekoma, na kuna wanyama walikuwa wanawasumbua sana wakati wa kuharibu mimea. Sasa wakasikia kuna sauti inatembea, ni kama kitu kinatembea nje ya nyumba. Akasema nini? Mzee akauliza, mke wake akamwambia makemelea. Akasema ni kama ni hao wanyama wanasumbua sumbua huko, sijui. No, that's the case. Leo itabidi nitoke nipambane nao. Akachukua mkuki wake, akatoka. Akitoka kakanyaga pole pole. Kumbe ni mtoto wake Mary. Kwa hofu akawa anatembea taratibu, anarudi nyumbani, anabatisha. Lakini aliposikia ni kama mlango imefunguliwa na mtu anakuja nyuma nyumba, akawa amechuchuma chini. Babake akaona ni kama kuna kamnyama kimemove sehemu fulani pale na kimetulia. Akasema ule ni mnyama. Akaona ni kama kimetengeza mahindi. Akasema leo nimekipata, atakiona. Akavuta mkuki, akaivuta, akaiwachilia na ile na morali yote. Akasikia sauti, ma baba, umeniua. Mwanaume yule akapiga hatua penye alikuwa amelenga mkuki. Mnyama aliyekuwa nadhani ameua mnyama akabadilika kuwa binti yake. Akapata mkuki umetulia kwenye kifua cha binti yake mmoja tu. Alitoka akaenda akaita mke wake, akamwambia enda uone mnyama, nishamuua. Mnyama mwenyewe anatusumbua, ulisema. Harakati yule mama baada amekorogeka, mwanaume akatoka, asijue ameenda wapi. Kifika asubuhi akawa amepatikana kwa distance kidogo, pia amejitia kitanzi. Dhambi ya siri kaangamiza mzee, kaangamiza na mtoto pekee. Mama kabaki mjane na aibu. Listen. Ni nini hiyo kumekiweka siri? Nini umekiweka siri? Omba Mungu akusaidie uache. Because shetani ana mazoea kukutumia. Atakutumia. When he's done with you, he will expose you. Na aibu yote itakukujia. Mungu akusaidie uache hiyo dhambi. By the way, the real you is whom you are in darkness. Omba Mungu atusaidie kwamba wewe uliyeko kanisani ndiye uliyeko pale nje. Mara nyingi sana sehemu za ibada tuna pretense nyingi sana, lakini nje completely different people. Na tumefanya jina la Mungu likatokana. Kama kuna dhambi ya siri umekiweka, labda ni mke wa mtu, mpango wa kando, umebana, mke wako anasumbuka, anahangaika, lakini mpango wa kando anakula vizuri, umemweka msichana mtu pali, mke wa mtu pali, bwana mtu pali, una uhusiano naye ni siri. Stop it before the devil exposes you. Inawezekana. Kama ni addiction, start look for a way ya kuanza kuiacha pole pole. Inawezekana. In Philippians 4:13, wa Filipi 4:13 anasema, na yaweza yote kwake yeye anitie nguvu. I can do all through Christ who strengthens me. It is possible through Christ who strengthens you. God bless you. And this is Amazing Network.